Halo, karibu sana kwenye series yetu hii ya Set Me on Fire, na kimaalum kabisa tunavyoanza mwaka mpya. Nimetamani sana moyoni mwangu nifanye episode kadhaa za kuanzia mwaka. Na kwenye episode hii ya leo kimahususi kabisa nataka niongee na wewe kanuni 5 ambazo zitabadilisha maisha yako mwaka huu. Unajua kanuni ya majira kubadilika ni kanuni ya kimungu. Mungu anamwambia Nuhu, kadri nchi idumupo, majira na nyakati havitakoma. Kwa hiyo majira na nyakati vitaendelea kubadilika tu, lakini kubadilika kwa majira na nyakati, kuisha kwa mwaka na kuanza kwa mwaka mpya, kunaweza kusiwe na maana sana kwako kama kuna kitu fulani hautakibadilisha. Na hicho kitu chenyewe ni wewe. Kama wewe hautabadilika, inawezekana ukawa unabadilisha tarehe tu, lakini wewe maisha yako yakabaki vile vile. Kwa ungeniambia kwa mfano hii episode ya leo niipe jina, labda ningeita things that I know for sure. Vitu ambavyo ninavijua kwa uhakika kwamba ukivifanya kwenye maisha yako, ukivintroduce kwenye maisha yako, au kama tayari unavifanya, ukiongeza intensity kwenye namna unavyovifanya, basi ninakuhakikishia kwamba mwaka huu mpya hautakuwa business as usual. Hautakuwa tu kama ni mwaka mwingine tu wa kawaida. Utakuwa ni mwaka wa tofauti. Sasa nataka nikupe hizi kanuni 5 kwa haraka. Kanuni ya kwanza ni kanuni ya kuwa mtu wa rohoni. Kama unataka 2026 iwe tofauti, ninakutia moyo udhamirie kuwa mtu wa rohoni zaidi. Unajua life is spiritual, maisha tunayaishi rohoni. Kinachotokea kwenye ulimwengu wa mwili ni marudio tu ya kile ambacho tayari kimeshatokea rohoni. Kwa kama unaishi mwilini peke yake, utaishia tu kuwa victim, utaishia kuwa mhanga. Kwa nini? Kwa sababu watu wanaoshinda mwilini ni watu ambao wameshashinda rohoni. Vitu huwa vinatokea rohoni muda mrefu kabla havijatokea mwilini. Ndio maana rohoni kukibadilika, mwilini kutabadilika. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho ni superior kwa ulimwengu wa mwili. Unajua ulimwengu wa roho ndiko Mungu alipo pia. Biblia inasema Mungu ni roho na wote wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa obviously Mungu hawezi akaishi kwenye ulimwengu ambao ni inferior kuliko ulimwengu huu unaoonekana. Kwa ulimwengu usioonekana ni ulimwengu halisi, labda hata kuliko ulimwengu huu unaoonekana. Kwa hiyo ninatamani nikutie moyo. Kanuni ya kwanza ambayo itabadilisha maisha yako mwaka huu mpya ni wewe kudhamiria kuwa mtu wa rohoni zaidi. Recently, kama nafikiri mwezi mmoja miwili iliyopita, Pastor Ben Hinn alikuwa Zimbabwe. Alikuwa ameenda kufanya mikutano na semina za wachungaji kule nchini Zimbabwe. Sasa alipofika tu siku za kwanza pale, akawa ameonana na rais wa Zimbabwe anaitwa Emmerson Mnangagwa. Nataka nikupe conversation yao ilivyoenda, alafu uone uhusiano kati ya maisha ya rohoni na maisha ya kawaida. Ben Hinn alipofika kwa rais Mnangagwa akamwambia, Mheshimiwa Rais, sijaja hapa kuhubiri siasa wala dini. Nimekuja hapa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Na nikihubiri injili ya Yesu Kristo watu wakaiamini, mioyo yao itabadilika. Na mioyo yao ikibadilika, hali zao zitabadilika. Na hali zao zikibadilika, maisha yao yatabadilika. Na maisha yao yakibadilika, nchi yao itabadilika. Rais Mnangagwa akasema, akamwambia Pastor Ben Hinn, akamwambia, nataka uende ukawaambie watu wangu hiki hapa ulichoniambia. Na karibu sana nchini kwangu, na kuruhusu uende kila kona ya Zimbabwe ukahubiri injili. Ikitokea kwamba 25% ya watu wa Zimbabwe wameiamini injili, utakuwa umenisaidia kuiongoza hii nchi. Hii conversation inakuonyesha kwamba mabadiliko huwa yanaanzia rohoni. Roho ya mtu ikibadilika, mtu akikutana na Yesu akabadilishwa roho yake, maisha yake ya rohoni kitu kikabadilika, kuna impact yake itaonekana kwenye maisha yake ya kila siku. Unajua mwanadamu ni roho, mwanadamu ni roho yenye nafsi inayoishi kwenye mwili. Kwa hiyo ukiwa unahangaika na mwili peke yake, unakuwa hujadili na mwanadamu bado.
Mwanadamu ni roho. Kwa kama kuna kanuni moja ambayo itabadilisha maisha yako kwenye huu mwaka mpya tunaoanza, ni wewe kukusudia kuwa mtu wa rohoni zaidi. Kukusudia kuwa mtu wa rohoni zaidi. Hata kwenye utakubaliana na mimi kwamba kuna muda unamuomba Mungu halafu unajisikia kabisa, yani inawezekana hali yako bado haijabadilika, lakini unajisikia kabisa kuna kitu kimechange rohoni, kuna kitu kimeshift rohoni. Nakumbuka recently tulikuwa tuna event moja tulikuwa tunafanya ya huduma ambayo ilikuwa inahitaji budget kubwa kidogo. Sasa tulivyopiga budget na wenzangu, nikaona kama hii hela ni kubwa sana. Kwa nikawa mwanzoni nimewaza kama vile tupunguze vitu, yani tubakishe tu budget ambayo tunaiweza. Lakini nikiwa namuomba Mungu asubuhi moja, Mungu akanipeleka pale Ayubu sura ya 42 mstari wa 2. Nikiwa tunaomba nje asubuhi, akaniambia mimi ninaweza mambo yote na makusudi yangu hayawezi kuzuilika. Huo ni mstari ambao Ayubu aliusema pale. Ayubu anasema sasa najua kwamba Mungu anaweza mambo yote na makusudi yake hayawezi kuzuilika. Mungu akaniambia mimi ninaweza mambo yote na makusudi yangu hayawezi kuzuilika. Sasa pale tu unajua revelation ya neno ndo ni kama petroli hivi kwenye imani. Yani ukipata ufunuo wa neno, ukipata rema, yani Mungu akalivuvia neno likaja moyoni mwako ukiwa katika maombi au ukiwa katika kutafakari, hilo neno linaimwagia petroli imani yako. Sasa huu mstari wa Ayubu 42 mstari wa 2 uliimwagia petroli imani yangu. Nilitoka pale yani nikiwa ninaamini kwamba ile huduma itafanyika na itafanikiwa na hatutakwama wala hatutakopa wala hatutakuwa na changamoto yoyote. Na kweli hicho ndo kilichotokea. Yani Mungu aligusa watu, akafungua milango hata kwa ajili yetu wenyewe, tukajikuta tumefanya. Lakini nilitoka pale assurance niliipata kwa sababu nilijisikia rohoni kuna kitu kimetokea. Sio kwamba hela niliipata siku ile, lakini moyoni nilikuwa na uhakika. Unajua Biblia inasema imani nilikuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yani ya mambo bado hayajaonekana, lakini kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho yameshatokea. Ukiwa mtu wa rohoni utakuwa umesha catch hizo frequency, yani utakuwa tayari una uhakika kwamba hili swala limefanikiwa. Kwa hiyo nakutia moyo mwaka huu mpya tulioanza, hebu dhamiria kuongeza intensity rohoni. Dhamiria kuongeza intensity rohoni. Dhamiria kuwa mtu wa rohoni zaidi. Kuishi, kuenenda kwa roho zaidi. Kuishi rohoni. Yani usiwe unatembelea ulimwengu wa roho mara moja. Usiwe unatembelea ulimwengu wa roho Jumapili asubuhi ukienda kanisani. Ishi rohoni. Kuwa mtu wa rohoni zaidi. Yohana anasema hivi kwenye waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Anamwambia Gayo, anamwambia mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo mangapi? Katika mambo yote. Yote. Na uwe na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sasa huu mstari una pande mbili. Upande wa kwanza ni upande unaoongelea kufanikiwa katika mambo yote. Halafu kuna hiyo kama hapo, kama roho yako. Hiyo kama inaifanya hii sehemu ya mwisho ya sentence. Ukienda tu kwenye rules za grammar za kawaida, inaifanya hii sehemu ya mwisho ya sentence kuwa na uzito kuliko sehemu ya kwanza. Mpenzi ufanikiwe katika naomba ufanikiwe katika mambo yote. Halafu hiyo ni pati ya kwanza. Kama roho yako ifanikiwa. Yani inailazimisha hii sehemu ya kwanza ya sentensi itegemee kile kinachotokea kwenye sehemu ya pili ya sentensi ambayo ni rohoni. Kwa kifupi, Yohana anamwambia Gayo, utafanikiwa katika mambo yote kulingana na mafanikio yako ya rohoni yalivyo. Kwa hiyo utagundua kwamba ukifanikiwa rohoni unakuwa umepiga ndege wawili kwa jiwe moja. Unakuwa umelisha ndege wawili kwa mbegu moja. Yani ukipiga rohoni unakuwa umepiga pande zote za mwanadamu. Huwezi kuwa mkubwa kuliko kiroho chako. Huwezi kuwa mkubwa kuliko kiroho chako. Na kimsingi Mungu akitaka kukuupgrade ataanza na roho yako. Mungu akitaka kukuupgrade ataanzia rohoni.
Mungu akitaka kukupa kimo kwenye maisha, atakupa kina kwanza katika yeye. Mungu akitaka kukupa kimo kwenye maisha, atakupa kina kwanza katika yeye. Your depth in God shall determine your height in life. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho, kile kinachotokea rohoni mwako kinaamua ni vitu gani ambavyo vinatokea kwenye maisha yako. Maisha ya hapa duniani ni marudio ya kile kinachoendelea rohoni. Kwa hiyo ukishinda rohoni, utashinda mwilini pia. Watu wanaofanikiwa kufanya great exploits, watu wa Mungu ambao wanafanya mambo yatokee, Mungu anawatumia kusukuma mambo yaende, ni watu ambao wanashinda rohoni kwanza. They win in the spirit. Wanashinda rohoni, wanaishi rohoni, wanapush mambo yanatokea rohoni kabla hata hayajatokea mwilini. Kwa kina chako katika Mungu kitaamua kimo chako katika maisha. Ukisoma Danieli 11 pale mstari wa 32b, Biblia inasema lakini. Hilo neno lakini hapo ni la muhimu. Mara zote ukikuta lakini, inaonekana kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Yaani sentence kuna kitu kinachokinzana na hiki kinachotaka kusemwa. Kuna kitu kinachokinzana. Nikikwambia huyu jamaa ni mtu ambaye nimeshawahi kufanya naye kazi, lakini wewe mwenyewe utakuwa unatarajia sasa nikupe taarifa ambayo ni tofauti na ninachokuambia. Kwa hiyo hii sentence ili andiko kwenye Danieli 11:32b pale inaanza na lakini. Inasema lakini wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makuu. Sasa Danieli 11 ni moja kati ya sura za Biblia ambazo ziko very chaotic, kama naweza kusema. Kuna mambo mengi sana yanaendelea kwenye Danieli 11 pale ukisoma. Hiki ni kipindi ambacho Mungu anampa maono Danieli ya mambo ambayo yatakuja baadaye. Kwa hiki kilikuwa ni kipindi cha utawala wa Babeli. Kwa Danieli alikuwa kwenye utawala wa Babeli, lakini Mungu anamuonyesha kwamba baadaye atakuja mtu anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great pamoja na dola yake ya Kigiriki akafanikiwa kuiteka dunia ndani ya muda mfupi, akawa ndo mtawala wa dunia. Lakini Alexander the Great hakuishi sana, akafa. Alikufa akiwa mwanzoni mwa miaka yake ya 30 hapo. Amekufa Alexander the Great, hakuna mtu aliyeweza kuconsolidate power mmoja katika watu wake wa karibu. Kwa magenerals wake 4 wakawa wamegawana utawala wa dunia. Kila mtu amechukua upande wake. Sasa kuna magenerals wake 2, mmoja ambaye alikuwa anatawala upande wa Syria na mwingine ambaye alikuwa anatawala Egypt. Hawa ndio walikuwa na nguvu zaidi. Sasa hawa 2 ambao ndio walikuwa na nguvu zaidi, yani ndio kama alikuwa mataifa yenye nguvu zaidi duniani, wenyewe wakawa hawapatani. Kwa walikuwa wanapigana vita karibia kila siku. Halafu hizi vita zao, kumbuka huyu mmoja yuko Syria, mwingine yuko Egypt. Katikati ni Israeli. Kwa wakawa wanaenda kupigania Israeli. Kwa unaweza ukagundua kwamba watu wa Mungu walikuwa na wakati mgumu kiasi gani. Yaani ni kama vile una jirani zako 2 wenye mbwa na mafarasi na manini. Halafu wakitaka kupigana wanakuja kupigania sebuleni kwako. Huwezi kuishi kwa amani, huwezi kufanya mambo yako kwa amani kwa sababu vita ina athari. Sasa katika hiyo hali inayoendelea, kuna usaliti, kuna mambo mengi. Hata yule mtu ambaye alikuwa ni picha ya mpinga Kristo alitokea kipindi hiki. Mungu anamuonyesha Danieli kwamba huyu mtu naye atatokea kipindi hiki, atafanya mambo mengi yasiyofaa, ataleta uharibifu wa kila aina. Halafu ukifika mstari wa 32. Kwa ukianza mstari wa kwanza hadi wa 32a, anaongea kuhusu hizi chaos ambazo zitakuwa zinaendelea kipindi kile. Halafu Mungu anasema hivi, lakini, yani pamoja na hayo yote yanayoendelea, pamoja na vita, pamoja na machafuko, pamoja na hali mbaya ya uchumi, pamoja na hali mbaya ya utawala, pamoja na mambo mengi ambayo sio mazuri yanayoendelea, Mungu anasema kuna mtu mmoja ambaye hataathiriwa na hayo. Kuna mtu mmoja ambaye pamoja na hali ngumu itakayokuwa inaendelea nje, bado yeye ndani mwake kutakuwa na utulivu. Bado yeye mipango yake itakuwa inaenda. Bado yeye ataendelea kushinda. Biblia inasema lakini wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Pamoja na chaos watakuwa hodari na watafanya mambo makuu. Kwa kumjua Mungu ni kuwa mtu wa rohoni.
ni mtu anayeishi rohoni, ni mtu anayeshinda rohoni. Mungu anasema wale ambao wana agano na Mungu, yule ambaye ana agano na Mungu, hata huku nje kukiwa kuna mambo, kuna sintofahamu kiasi gani, huyu mtu maisha yake hayatategemea kinachoendelea kwenye system za dunia. Huyu mtu kufanikiwa kwake hakutategemea ni nani ambaye yuko na anafanya nini kwa wakati huo. Biblia inasema wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na wataweza kufanya mambo makuu. Kwa kama utakuwa hodari na kuweza kufanya mambo makuu kwenye mwaka huu mpya tunaoanza, na kutia moyo uwekeze kwenye maisha yako ya rohoni. Wekeza kwenye kumjua Mungu, kwenye kumjua Mungu. Unajua juzi wakati tumefanya book launch ya kitabu changu cha Set Me on Fire, walikuja rafiki zangu kadhaa kwenye ile event ambao ni classmates wangu wa chuo. Kwa hatujaonana muda mrefu na nini. Baada ya event pale, rafiki yangu mmoja kama baada ya wiki hivi akaniandikia. Akawa ananipa feedback ya event na nini. Halafu akaniambia, bwana, naona wewe umeshatoboa kwenye maisha. Sasa kwa sababu ni mtu ambaye nimesoma naye, mara nyingi sana tukikutana na rafiki zangu wengine ambao tumesoma nao, huwa tunataniana. Unaweza mtu akaja tu akawakuta mmekaa akamwambia, jamani naomba kazi. Yaani tu kama jamani tangu tumetoka chuo mimi nipo tu ni ajirini. Kwa hiyo nikafikiri anafanya utani. Lakini baadaye akaniambia, kwa hiyo nikamwambia, bwana what do you mean? Akaniambia, huwezi kumjua Mungu alafu ushindwe na maisha. Hapo nikatulia nikasema okay, maybe this is deep and profound and it is true. Huwezi kumjua Mungu alafu ushindwe na maisha. Kwa nini? Kwa sababu unajua Biblia inasema Mungu ndo ambaye vitu vyote vimeshikamana katika yeye. Kwa kitu ambacho kinaweza kikakuwa kigumu zaidi kukijua ni kumjua Mungu. Kwa hiyo ukishamjua Mungu, vitu vingine vyote unakuwa unateleza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndo yote katika yote. Yaani yeye ndo kila kitu. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye kumjua Mungu, huwezi kushindwa kujua vitu vingine. Huwezi kushindwa kujua vitu vingine kwa sababu vitu vyote vimeshikamana katika Mungu. Kwa hiyo natamani nikutie moyo mwaka huu mpya ambao tumeuanza. Hebu ongeza intensity rohoni. Ongeza intensity kwenye kumjua Mungu. Ongeza intensity kwenye mahusiano yako na Mungu. Kuwa na vibrancy zaidi. Kuwa vibrant zaidi kwenye mahusiano yako na Mungu. Na ukimjua Mungu, unajua ukimjua Mungu utamuamini. Mara nyingi sana hatumuamini Mungu kwa sababu hatumjui. Daudi anasema kwenye Zaburi 9 mstari wa 10. Hii ni Zaburi ya Daudi mwenyewe. Zaburi 9 mstari wa 10 anasema, those who know your name will trust in you, for you Lord have never forsaken those who seek you. Wale wanaokujua jina lako watakuamini. Ukimjua Mungu utamuamini. Mara nyingi sana hatumuamini Mungu kwa sababu hatumjui. Kwa hiyo ukiwekeza kwenye kumjua Mungu utamuamini. Utamwamini. Daudi alimuamini Mungu kwa sababu alikuwa anamjua. Ndio maana ilikuwa hata kabla hajaenda popote lazima amuulize Mungu, twende. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anamjua Mungu, kwa hiyo anamuamini. Kwa hiyo ukimjua Mungu mwaka huu, tuliongea kwenye episode zilizopita kwamba imani ndio medium of exchange. Ndio mkono wa kupokelea kwenye ulimwengu wa roho, ndio fedha kwenye ulimwengu wa roho, ndio namna ya kufanya biashara kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukimjua Mungu maana yake imani yako pia itakuwa. Imani yako ikikua utaona matokeo zaidi kwenye ulimwengu wa mwili kwa sababu utakuwa unaweza kuimpact. Utakuwa unaweza kufanya kuwa na effect zaidi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo itareflect pia kwenye maisha yako ya kila siku. Kipindi Daudi anakaribia kufa, amemwachia Sulemani ufalme. Sulemani ni kijana mdogo wa miaka 20. Daudi anamwambia kwenye Nyakati wa kwanza 28:9, anamwambia, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kutambua mawazo yote na fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Mjue Mungu wa baba yako. Kwani katika vitu vyote ambavyo Daudi angeweza kumshauri Sulemani. Kumbuka hapa Daudi alikuwa anakufa, yani alikuwa yuko kwenye kitanda chake cha mauti. Na haya alikuwa ni maneno machache tu ambayo angeweza kusema. Lakini nguvu chache aliyokuwa amebaki nayo anaitumia kumwambia Sulemani mwanae amjue Mungu. Daudi angeweza kumwambia Sulemani vitu vingi. Angeweza kumwambia Sulemani mwanangu,
mimi nilikuwa na mashujaa wakina Yoabu, wakina Asaheli, wakina mashujaa wengi wale waliokuwa wamemzunguka Daudi, watu waliokuwa wamefanya mighty exploits. Kuna watu walikuwa wameua mtu mmoja ameua watu 8,000, mtu mmoja ameua watu 800, mtu mmoja amefanya mambo mengi ya kutisha. Kwa angeweza kumwambia, na wewe Suleiman mwanangu, tafuta mashujaa wakuzunguke, au tafuta washauri wazuri kama mimi niliokuwa nao akina Ahithofeli. Tafuta marafiki wazuri kama ambao mimi nilikuwa nao kina Hushai Mwarki. Lakini Daudi anamwambia Suleiman mwanangu, mjue Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Daudi alikuwa anajua kama Suleiman akimjua Mungu, hivi vitu vyote tu vitakaa vizuri. Mambo yote yatakaa sawa tu. Mara watu sahihi watakuja, kwa sababu uwepo wa Mungu ndio sumaku inaovuta watu sahihi. Uwepo wa Mungu ndio sumaku ambayo itavuta watu sahihi kwako huu mwaka mpya unaoanza. Kwa hiyo muda unaotumia kutafuta connection, kufanya nini, huo muda ukiutumia kumtafuta Mungu, Mungu anavuta watu sahihi kwenye maisha yako. Kwa Daudi anamwambia Suleiman amjue Mungu. Kwa hiyo nakutia moyo mwaka huu, ongeza intensity kwenye kumjua Mungu. Ongeza intensity kwenye nidhamu za kiroho. Neno, maombi, ibada, kuwaambia wengine habari za Yesu. Ongeza intensity kwenye nidhamu za kiroho. Usipange malengo yako ya mwaka afu ukawa hakuna hata lengo moja linalokusogeza karibu zaidi na Mungu. Utakuwa umefeli hata kabla mwaka hujaanza. Usianze mwaka ukiwa hakuna. Unajua mtu mmoja alisema the biggest room in the world is the room for improvement. Yani you can always improve kwenye maisha yako ya kiroho. Evaluate unavyopanga mwaka mpya, evaluate pia maisha yako ya kiroho. Mwaka huu uliopita umefanyaje? Na kwenye huu mwaka mpya unaoanza ni maeneo gani ambayo unaweza ukaimprove zaidi? Ongeza intensity kwenye maisha yako ya kiroho. Ukikaa na Mungu kwa muda wa kutosha mwaka huu, ufanisi wako utaongezeka. Maisha yako yataongezeka, yatakuwa na ufanisi zaidi. Yatakuwa na ufanisi zaidi. Kwa cha kwanza ninakutia moyo, kanuni ya kwanza ambayo itabadilisha maisha yako mwaka huu ni wewe kuongeza intensity kwenye nidhamu za kiroho na kuwa mtu wa rohoni zaidi. Kanuni ya pili ambayo naamini ukifanya ukaiishi itabadilisha maisha yako mwaka huu ni kuipa sauti ya Mungu kipaumbele. Ipe sauti ya Mungu kipaumbele zaidi mwaka huu. Msikilize Mungu zaidi mwaka huu. Usifanye tu mambo. Isikilize sauti ya Mungu mwaka huu na kuitii. Ayubu 23:12 inasema, Ayubu 23:12b, Ayubu anasema, I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Nimeyathamini maneno ya kinywa cha Mungu kuliko hata chakula changu. Ayubu anasema, yani sauti ya Mungu nimeipa umuhimu, nimeipa ukubwa, nimeiamplify kwenye maisha yangu kuliko hata chakula. Unakumbuka Yesu alimwambia Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila nini? Kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. By every word that it proceeds out of the mouth of God. Kwa mwaka huu kama utakuwa ni mwaka wenye matokeo zaidi kwako, inabidi uipe sauti ya Mungu umuhimu kuliko chakula. Ujue kwamba utaishi, yani unaweza ukaishi tu kwa sauti ya Mungu. Kama unaishi kwa vitu tu vinavyoonekana, unaishi kwa mkate tu, unaishi tu kwa vitu ambavyo vinaonekana, vitu vinashikika, maana yake unaishi below kile ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako. Hebu ipe sauti ya Mungu umuhimu zaidi mwaka huu. Ipe priority zaidi sauti ya Mungu. Binafsi wakati natafakari mwaka huu mpya, moja ya vitu ambavyo Mungu ameniambia, huwa natamani kumsikiliza Mungu anasema na mimi nini. Mimi binafsi kwanza. Direction, ananipa direction gani kwa mwaka unaoanza? Utakuwa ni mwaka wa nini kwangu? Utakuwa ukoje? Ni focus kwenye nini zaidi? Mungu binafsi aliniambia this is the year of frequency. Huu ni mwaka wa frequency. This is the year of connection. Sio connection na watu. Connection na watu zitakuja. Lakini ambacho nilisikia moyoni mwangu kwamba huu ni mwaka wa kuconnect na Mungu zaidi. Huu ni mwaka wa kushika mawimbi
ya mbinguni zaidi. The ear of frequency, the ear of clarity, the ear of connecting with God. Kwangu mimi binafsi. Sasa hii ni kanuni na kutia moyo na wewe utamani kuipa sauti ya Mungu kipaumbele mwaka huu. Anania, unamkumbuka Anania pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9 pale, baada ya Sauli kuwa amepigwa upofu, Mungu anamwambia Anania aende kumuombea. Na Anania anavomwekea mkono Sauli, anamwambia, the God of our fathers has appointed you to know his will and to progressively understand his plan with clarity and power, and to see the righteous one, Jesus Christ the Messiah, and to hear a message from his own mouth. Hiyo ni Matendo ya Mitume 22:14 kutokea kwenye translation ya Amplified. Mungu Anania anamwambia, hasa hapa ni kupitia Roho Mtakatifu amemvuvia kusema. Yaani ni kama alivomwekea Sauli mkono, aka speak his future into existence. Akamwambia Sauli, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe. Amekuchagua ulijue kusudi lake. Halafu usikie sauti yake. To progressively know, understand his plan with power and clarity. Kulijua kusudi la Mungu na mapenzi yake kwa pamoja kwa with power and clarity, and to see the righteous one and to hear the message from his own mouth. Kwa kifupi anamwambia Paulo kwamba utaisikia sauti ya Mungu, utasipata ujumbe kutokea kwenye kinywa cha Yesu Kristo mwenyewe. Na hii hapa inakuambia kwa nini Paulo ameandika almost zaidi ya nusu ya Agano Jipya. Mtume Paulo ameandika. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatembea kwenye huu nabii. Huwezi kusikia ujumbe kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe halafu usifanye mambo ambayo ni makubwa. Kwa hiyo sauti ya Mungu, Anania anamwambia Paulo ataisikia sauti ya Mungu. Unajua Mungu anaongea. Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Yesu alisema, kondoo wangu anaisikia sauti yangu. Kwa swala ni wewe na mimi tu kuanza kusikiliza. Biblia inasema be still and know that I am God. Be still, kuwa still, kutulia, kujifunza kutulia kwenye uwepo wa Mungu na kusikiliza. Mwaka huu ninakupa changamoto na nakutia moyo. Uipe sauti ya Mungu uzito zaidi. Kwenye devotion zako, usimalize tu kuomba ukakimbia au ukawasha data. Pata muda kidogo utulie, usikilize. Sikiliza Roho Mtakatifu anasemaje. Ukiomba katika roho, omba katika roho alafu sikiliza Roho Mtakatifu anakuambia nini. Yaani ukiipa uzito sauti ya Mungu kuliko chakula, utaisikia. Ukiipa uzito sauti ya Mungu kuliko social media, utaisikia. Ukiipa sauti ya Mungu uzito kuliko story, utaisikia sauti ya Mungu. Ukiipa sauti ya Mungu uzito kuliko maneno ya watu, sauti za watu, utaisikia sauti ya Mungu. Na ukiisikia sauti ya Mungu, huwezi kumsikia Mungu alafu maisha yako yasibadilike. Huwezi kumsikia Mungu alafu maisha yako yakabaki kama yalivyo. Kwa hiyo nakutia moyo, uipe sauti ya Mungu kipaumbele mwaka huu. Yaani do whatever it takes. Kuna muda utalazimika kwenda for prayer retreats. Inabidi upange retreats zako mwenyewe. Kama unaipa sauti ya Mungu umuhimu kuliko chakula, hautaona kwamba kwenda kutulia mahali siku 3, usome neno, uombe, usikilize ni kitu kikubwa. Utapanga na utafanya. Kwenda kukaa mahali masaa 24 usikilize, uombe, utaenda na utafanya. Kuacha kusikiliza redio ukiwa unaenda kazini asubuhi ukasikiliza Biblia ya sauti huku unaomba katika roho unasikiliza. Kama umeipa sauti ya Mungu kipaumbele utaisikia, kwa sababu utajenga mazingira. Utafanya necessary adjustments kwenye ratiba zako zinazotakiwa ufanye, halafu utazifanya na utaisikia sauti ya Mungu. Na unajua hakuna kitu chenye nguvu kama wazo la Mungu, wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Na wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika unalijua kupitia sauti ya Mungu. Mungu atakuambia kwamba sasa hivi anafanya nini kwenye maisha yako. Na ukilijua hilo, ukilijua wazo la Mungu ambalo anafanya sasa hivi kwenye maisha yako, halafu na wewe ukalifanya, ukaalign na mbingu, hakuna mtu anayeweza kukuzuia. Yaani kwa mfano kama sasa hivi ajenda ya Mungu ni kuwarithisha wana wa Israeli Kanaani, nchi ya ahadi. Halafu wewe ni Yoshua ndio kiongozi wao.
obviously hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Mungu anamwambia Yoshua. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua ndio anaongoza mission ya Mungu sasa hivi. Yaani ukisimama mbele yake maana yake umesimama mbele ya Mungu, na hakuna mtu anayeweza akasimama mbele ya Mungu akafanikiwa. Kwa hiyo na wewe tafuta kujua kwenye mwaka huu mpya Mungu anafanya nini kwenye maisha yako. Kwenye haya majira mapya ambayo yameanza, ajenda ya Mungu ni nini kwenye maisha yako? Ukifanikiwa kuijua halafu ukaishi, unakuwa unstoppable. Unakuwa unstoppable. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi ya Mungu atayatimiza. Yaani mbingu zitaback up plani ambayo utakuwa nayo, kwa sababu utakuwa umejialign. Utakuwa umejialign. Kwa hiyo nakutia moyo uipe sauti ya Mungu kipaumbele. Uongeze intensity kwenye nidhamu za kiroho. Unajua Biblia inaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya nidhamu za kiroho na sauti ya Mungu. Danieli alikuwa amefunga siku 21 pale malaika alipomtokea na kumwambia tangu ameanza siku ya kwanza kuomba alisikiwa mbinguni. Kwa alikuwa amefunga na kuomba. Kufunga na kuomba hizo ni nidhamu za kiroho. Biblia inasema pale kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza kwamba walipokuwa wakifunga, wakiomba na kufunga, Roho Mtakatifu akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa walikuwa wana practice neema, nidhamu za kiroho. Walikuwa wanafunga na kuomba wakaisikia sauti ya Mungu. Biblia inasema multiple places. Musa alikuwa amefunga yuko mlimani akaisikia sauti ya Mungu akimwambia cha kufanya. Kwa hiyo nakutia moyo uongeze intensity. Kama unataka kuisikia sauti ya Mungu, practice nidhamu za kiroho. Practice nidhamu za kiroho. Ongeza intensity kwenye devotion zako. Kama tu ulikuwa unaomba muda mfupi, unawahi, unakimbia, unaondoka. Sasa hivi hebu ongeza muda. Yaani amka mapema. Weka alamu uamke mapema. Unajua mimi wakati nakuwa wazazi wangu walikuwa wanasema tukalale mapema. Sio ili waamke asubuhi wawahi kazini, ili waweze kuamka mapema zaidi waweze kufanya devotion. Kwa na wewe kuna muda inabidi uache kuangalia movie, ulale mapema, ulale saa 3 ili uweze kuamka saa 10. Uweze kuomba hadi saa 12. Uombe na kusoma neno na kutafakari hadi saa 12 asubuhi. Kumbuka tunaongelea mwaka mpya. Inawezekana hapo saa hizo unaguna, unaona kama vile yani ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini kumbuka hivi ndio vitu ambavyo ukifanya utaona matokeo. Ukiongeza intensity. Kwa mfano kama ulikuwa unafanya devotion dakika 15, ukianza kufanya devotion 2 hours ya asubuhi, hivi kweli wewe mwenyewe huoni kama maisha yako yatabadilika? Huoni kama utamsikia Mungu zaidi? Huoni kama utakuwa kiroho zaidi? Kwa hiyo nakutia moyo, ongeza intensity. Fanya whatever necessary changes that you have to make kwenye ratiba zako, uweze kutengeneza nafasi zaidi ili uweze kumsikia Mungu. Kumbuka Mungu anaongea na uwezo wa kusikia unao. Swala tu ni kwamba je, unamsikiliza? You need to connect kwenye frequency za Mungu ili uweze kumsikia Mungu. Ili kuiprioritize sauti ya Mungu pia inamaanisha kuomba kwenye transitions. Ukiwa una move kutoka nyumbani unaenda ofisini, labda kutoka ofisini unaenda nyumbani, kama uko peke yako kwenye gari, badala ya kusikiliza radio, sikiliza mahubiri, sikiliza podcast kama hii, sikiliza Biblia sauti huku unaomba katika roho. Hiyo ndio namna ya kuifanya roho yako iwe imeunganishwa kwenye mawimbi ya mbinguni muda wote. Kwa unaweza ukamsikia Mungu kirahisi. Kwa kanuni ya pili, ipe sauti ya Mungu kipaumbele kuliko chochote. Mtu hataishi kwa mkate, usiishi kwa mkate tu. Ishi kwa neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Kwa ipe sauti ya Mungu kipaumbele zaidi kwenye maisha yako. Fanya kama Ayubu anavyosema kwamba neno lako nimelitreasure, nimelipa umuhimu kuliko chakula changu.